Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina naitwa Omar Said Ali, natokea wilaya ya Ilala, Dar es Salaam. Nimekufuata kwa sababu utendaji wako wa kazi kwa kuwajali wanyonge umenisababisha leo asubuhi nimetoka jana usiku, nimefika saa 1 asubuhi leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina mgogoro mkubwa ambao sidhani kama kuna kiongozi wowote pale Wizara ya Ardhi asiyojua, kasoro sijui waziri na katibu wa sasa hivi na naibu wake waziri, kwa sababu hao sijawahi kuwafikia, lakini wote wanafahamu, mkuu wa mkoa anafahamu. Hili swala lilifika mpaka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyopita. Mheshimiwa, mgogoro huu, mimi nina kiwanja namba 207 Block A Part 3 Tabata. Mzazi wangu alikinunua mwaka 1982 wakati nikiwa mdogo sana, na hasa alifanya baada ya kupata ulemavu. Lakini mwaka 91 kuna kiongozi au mtumishi mmoja wa serikali alikuwa mwadhiri wa chuo kikuu cha ardhi, akakichukua kile kiwanja kwa plot namba 207 hiyo Block A Part 3 Tabata. Baadaye ilivyofika mwaka 2003 akakibadilisha kutoka namba 207 kwenda namba 860 Block A Part 4. Kwa bahati mbaya sana Tabata hakuna Part 4, lakini ile plot zetu zile pale, kiwanja cha mwisho ni kiwanja namba 209, lakini yeye ametengeneza hati 3 kwenye kiwanja kimoja na kufanya kile kiwanja kinajulikana kwamba kiwanja namba 860 Block A Part 4, akakibadilisha ikawa 860 Block A East Tabata, na mpaka sasa hivi amekibadilisha tena. Swala hili lilifika mpaka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu, tuliitishwa kikao cha kwanza Magogoni siku ya tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2023 baada ya kupigiwa simu tarehe 16 saa 4 usiku ya kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu ananita. Tulipokutana pale mkuu wa wilaya na kulikopo na afisa mteule wa jiji wa ardhi, siku baadaye kuongea mazungumzo, Mheshimiwa Waziri Mkuu alimwagiza mkuu wa wilaya Bwana Deo Mpogolo amwite yule ambaye amekichukua kiwanja changu, yani upande wa pili, kamwite kamishna mkuu, amwite na maafisa wote pamoja na mkurugenzi wa jiji kipindi kile. Kikao kilipangiwa kufanyika tarehe 25 ya mwezi wa pili ule siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Katika kikao kilivyofanyika, nilipewa muda wa risali moja kuelezea kwa nini kile kiwanja ni cha kwangu, na yule mzee alipewa risali moja kwa nini kile kiwanja ni cha kwake. Baada ya hapo mimi nilijielezea na yeye akajielezea, lakini alikuja kukamatwa dakika 5 tu baada ya kuwakilisha dokumenti zake. Kwa maana ilionekana mwaka 91 kiwanja tarehe 13 mwezi wa 14, tarehe 14 mwezi wa 13, hizo dokumenti zimeandikwa kwa mkono. Akamwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu tufanye mwezi wa 3. Tarehe hiyo aliomba umiliki wa kiwanja, tarehe hiyo alijibiwa, tarehe hiyo alilipa, na tarehe hiyo alipewa hati. Matukio 4 yalifanyika kwa siku moja. Katika matukio hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu alimuuliza kamishna mkuu Bwana Nathaniel Mathew, huu ndio utaratibu wenu Wizara ya Ardhi? Akasema hapana, utaratibu wetu ni siku 90. Imekuwaje tukio hili likafanyika ndani ya siku moja? Baada ya hapo yule mzee alionekana alifungua kesi mahakama ya Kisutu. Mahakama ya Kisutu ilimpa namba kiwanja namba 207. Akaulizwa kwa nini ulibadilisha kiwanja namba 207 ambacho wamekupa mahakama ukakiamua kukiweka 860 Block A Part 4, ambako pale Tabata hamna 860 wala hakuna Block A Part 4. Unazo hizo nyaraka? Unasema? Unazo hizo nyaraka? Nyaraka ninazo.
Hebu nipe hiyo nakala ili nilifuatilie ili niweze kuchukua uamuzi. Maelezo yako ya awali tu yanaonesha pale pana mambo hayo ya Mission Town. Inaonekana pana janja tu imefanyika. Kwa hiyo hebu ngoja hebu msaidieni, maanake naona ana shida pia. Hebu msaidieni nipate tu nakala. Kwenye hiyo nakala yako weka na namba ya simu Mheshimiwa Waziri. Katibu, chukua na namba yake ya simu huyo ndugu